wakimbizi na wengine wanaohangaika na umaskini uliopita kiasi. Umaskini unaopita kiasi ni ule ambao hata mahitaji ya msingi ya kibinadamu unashindwa kupata. Huo ni umaskini umepita kiasi, ni umaskini unaoaibisha. Haumwaibishi tu anayehangaika nao, unamwaibisha hata mtu mwingine ambaye ana kila kitu. Wewe una kila kitu, unakula milo yote, unaweza kujala hata mlo mmoja, naamini utakuwa unakula chakula huku unasutwa moyoni. Kwa hiyo kusanyiko hili ambalo ni kusanyiko la furaha, la imani na neema, liwe kusanyiko linalopeleka matumaini kwa hao wenzetu ambao wamekutwa katika mahangaiko mbalimbali. Wapendwa taifa la Mungu, katika nafasi hii ya tafakari ya neno la Mungu, ninashukuru mliochagua somo la kwanza kutoka kwa Nabii Yoeli na somo la pili kutoka Matendo ya Mitume. Nilipokuwa najiandaa kuleta neno la Mungu, tafakari ya neno la Mungu kwenu, nilipata nafasi ya kutafakari hayo, na nimeshangaa kuona pia yapo katika orodha ya masomo ya siku hii yetu ya leo. Tunasherehekea Pentekoste, japo ilisherehekewa rasmi katika Dominika iliyopita. Leo tunasherehekea Pentekoste. Ningependa tutambue Pentekoste ina mguso gani katika maisha yetu. Najua profesa kanisa lake linaitwa Pentekoste, kwa hiyo anajua zaidi. Lakini sisi ambao tunataja Pentekoste wakati wa sikukuu, moja tutafakari tunavyoweza. Yatakayopungua mtaenda kwa profesa. Msipomuelewa mrudi kwangu, kwa sababu ndio mwenyekiti. Na hiyo mrudi kwangu. Mmesikia umetaja mimi mwenyekiti? Hata mkiwa na shida huko, wazee kama waelewi, ndio mshtaki kwangu, kwa sababu ndio mkubwa wenu kwa miaka hii sasa. Kwa hiyo ndugu zangu, taifa la Mungu, kwa asili sikukuu ya Pentekoste haikuanza kuadhimishwa wakati wa Agano Jipya. Iliadhimishwa mapema kabisa, na hasa taifa